huyu hawi bora mbele ya Allah. Anaweza akatoa mabilioni ya pesa akajaza msikiti huu kwa namna hii, alafu akaja mwingine ni pangu pakavu tu, nitilie mchuzi pangu, 1,000 yake akaitoa kwa ajili ya Allah. Mimi natoa kwa ajili ya Allah, ya Rabbi, ndicho nilichokuwa nacho hichi na ndicho nilichokipata, ya Rabbi nifanyiwe pesi nipate kingi, ya Rabbi nikitoe. Akatoa kwa ajili ya 1,000 kani sababu ya kwenda peponi. Huyu aliyekuwa na mabilioni ya pesa lakini ameitoa ili watu waweze kumuona mbele ya Allah, ni habaan manthura, ni vumbi tupu tu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu ikraman bihi wa tawhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam tasliman mazida. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghayb wash-shahada anta tahkum bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi bil haqqi bi idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratil mustaqim. Allahumma ij'alna laka shakirin laka raghibin laka ta'i'in ilayka mukhbitina munibin. Amma ba'd, fa inna ahsana al-hadith kitabullah wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar wa na'udhu billahi min bid'atin wa dalalah. Allahumma amin. Ayuha an-nas, usikum wa usi nafsi bi taqwallahi azza wa jalla wa bi ta'atihi, fa innahu yaqul ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Uzanguni katika iman, ama baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kumtakia sala na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwanza kabisa niusie nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu katika swala zima la uchaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika mafanikio ya sisi wanadamu ni kutekeleza maamrisho ya Allah na kufuata mwenendo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ndio kiongozi wa umma huu. Tuzanguni katika imani, tukiwa tuko ndani ya mwezi wa Jamadul Akhir, 10 la mwisho la mwezi huu Jamadul Akhir, katika lugha ya Kiswahili tuwaita mfungo 9. 10 la mwisho la mwezi huu mfungo 9. Ama khutba yetu, kichwa chake cha habari katika siku hii adhimu ya Ijumaa, tazungumzia babu alwali aladli. Babu alwali aladli, mlango unaozungumzia kusimamia mambo kwa uadilifu. Ukiwa wewe ni kiongozi, na nikizungumza kiongozi kwa maana am, sizungumzii kiongozi kwa maana nikawa namtaki mtu mmoja tu, hapana, bali hata wewe baba nyumbani kule, na wewe pia unaingia hapa, bali hata wewe inawezekana mkawa nyinyi ni wanabodaboda, madereva, mna umoja wenu, kachagua mwenyekiti, naibu mwenyekiti, katibu, naibu katibu, mweka hazina
naibu mweka hazina, hawa ni sehemu pia ya uongozi. Kwa hiyo na wao pia watakiwa pia kutekeleza uadilifu. Kwa maana hiyo tukizungumzia alwaliyul adli kwa maana pana, yani kila mmoja yumo, kila mmoja yumo. Na mlango huu waendana na kauli za Allah subhanahu wa ta'ala katika baadhi ya ayati, na mlango huu pia unaendana pia na kauli za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika surati an-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala anasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Inna Allaha, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya'muru bil adli, anakuamrisheni nyinyi viongozi kutenda uadilifu juu ya vile ambavyo mnaviongoza, wal ihsan, lakini pia ufanye wema, usiwe unachagua, usiwe na upendelevu, bali ufanye kwa uadilifu na wema. Wala usione kwamba huyu ni dhalili, labda amefika mapema lakini amekuja mwenye sharafu, wewe ndio ukamfadhilisha ukamwacha huyu kuto kumtekelezea uwajibu wake au haki yake. Utakuwa bado haujatekeleza yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha. Inna Allaha ya'muru bil adli, Allah anakuamrisha au anatuamrisha sisi kutekeleza uadilifu, wal ihsan, na kutekeleza wema au kufanya wema. Lakini ukiacha aya hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala asema tena katika surati al-Hujurat aya ya 9, wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin, na hukumuni mambo yenu kama mkiwa nyinyi ni watawala, au yasimamieni mambo yenu kwa uadilifu. Anapokosea mtu, basi kama sheria inamkabili kile unachokisimamia katika sheria, basi ukisimamie kwa uadilifu. Ukifanya hivyo, inna Allaha yuhibbul muqsitin, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wenye kusimamia vitu kwa uadilifu. Allah anawapenda wale ambao waliokosea halafu watu wakasimama katika haki, asije akaiba mtu au akafanya dhulma mtu kwa sababu tu wewe unamfahamu, basi ukaona huyu hafungwi wala hakatwi mkono wala hafanyi chochote, bali tutamtakasa kwa haya mabaya aliyoyafanya. Sio hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja aliiba mtu maarufu sana katika kabila la Mahzumi. Baada ya kuiba, sasa lile kabila likaona kwamba huyu mtu akikatwa mkono kwa kuiba kwake, hakika kabila la Mahzumi litakuwa limefedheheka. Kwa hiyo tunafanyaje? Na hii kesi iko kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio kiongozi al-adil, mwadilifu. Sasa wale kumkabili Mtume moja kwa moja wanaona aibu, wakaona Mtume ana watu wake wa karibu. Nani? Zaid bin Harith. Zaid bin Harith, yule mtu wa karibu sana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, amemtumikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani yule anaweza akaingia pale na kutoka pale kwa Mtume basi na kuna nini. Mtumieni huyu, akaitwa Zaid. Bwana huyu bwana leo asikatwe mkono, asikatwe mkono. Nenda ukamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hili ni kabila tukufu, hakika atakuwa ametudhalilisha. Zaid bin Harith akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa peke yao, anamwambia, ya Rasulullah, huyu aliyoiba katika kabila la Mahzumi ni watukufu kama yalivyo makabila mengine, akikatwa mkono huyu itakuwa ni fedheha. Ya Rasulullah, unalionaje? Kwani hakuna msamaha? Pale pale Mtume sallallahu alaihi wasallam akabadilika kabisa. Zaid bin Harith anamwangalia Mtume si wa kawaida,
alafu akamwambia ya Zaid bin Harith, wacha huyu tu, lau Fatima binti yangu mimi angaliiba na ikastahiki kusimamiwa hukumu, laqata'aha yadaha, ningeukata naye mkono wake. Leo unakuja na huyu, hata mwanangu usi mtoto wa Mtume, basi mimi namndoa mkono. Kwa nini? Wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin, hukumuni, hakika Allah yuwapenda wale wenye kuhukumu kwa haki. Namuomba Allah tujalie miongoni katika hao. Na katika hadithi sahihi ni maarufu ambayo ameisimulia Abu Huraira, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu, imamun adilun wa shabun nasha'a fi ibadati llah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajidi wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi wa rajulun da'athu imra'atun ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما ينفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففضت عيناه أخرجه البخاري. katika hadithi mashhuri maarufu ambayo ameisimulia Abu Huraira, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi, makundi aina saba ya watu siku ya Kiyama yatapata kivuli cha Allah. Siku hiyo hakutakuwa na kivuli chengine isipokuwa maalumu watu wao Allah subhanahu wa ta'ala atakawapatia kivuli. Hakuna kivuli, jua kali mno, kila mmoja ana haha apate angalau tu sehemu ya kujificha, apate angalau sehemu ya upepo. Hakuna isipokuwa kivuli maalumu, na watapata watu maalumu katika watu saba ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amewataja. Moja miongoni mwao watakaopata kivuli siku hicho maalumu, siku hiyo ya Kiyama, ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekiandaa kivuli hicho. Akasema Mtume, imamun adilun, kiongozi mwadilifu. Na ikizungumza imamu, si huyu tu peke yake anayetuswalia, bado anaotuswalisha. Tutarudi wewe baba nyumbani, wewe kiongozi kwenye kampuni, wewe kiongozi kwenye angels fulani, wewe mko watatu, wewe ukachaguliwa kwa kiongozi, na wewe pia unaingia. Imamun adilun, kiongozi mwenye kusimama katika uadilifu. Tunamuomba Allah tujalie miongoni mwa hao. Baada ya hapo Mtume sallallahu alayhi wasallam akamtaja wa pili, washabun nasha'a fi ibadati llah, na kijana aliyeleleka au aliyelelewa katika ibada ya Allah. Mzazi amejipinda, yuamsimamia mwanawe katika malezi yaliyo bora, akamfundisha mwanawe dini, akamfundisha mwanawe kumfahamu Mola wake, akamfundisha mwanawe kumfahamu mtume wake. Kijana akawa ametulia katika ibada ya Allah. Huyu naye ana kivuli, siku ambayo hakutakuwa na kivuli isipokuwa kivuli hicho alichokiandaa Allah subhanahu wa ta'ala. Namuomba Allah tujalie katika hao. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, na mtu moyo wake umefungamana na nyumba za ibada za Allah. Mtu moyo wake umefungamana
na nyumba za Allah, akisikia sehemu fulani kuna muhadhara, basi mtu huyo hata kama atakuwa hana pikipiki au hana usafiri kama ni gari, basi yuko tayari kutembea kwa mguu kwenda kusikiliza wanachuoni kitu gani ana wanasihi. Msikitini amefika mapema, akifika msikitini sio wa kuongea Simba na Yanga, sio wa kuongea mambo ya kisiasa ambayo ndani yake yana chuki na dhulma. Amekaa ndani ya msikiti, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi alazim, astaghfirullah, astaghfirullah, la ilaha illa Allah. Kaja katika nyumba ya Allah, yeye amefungamana tu na nyumba ya Allah. Mwingine, warajulani tahaba fillahi, na watu wawili waliopendana kwa ajili ya Allah. Watu wawili waliopendana kwa ajili ya Allah, si kwa ajili ya muziki wala si kwa ajili ya mipira. Wao wanapendana kwa ajili ya Allah. Ijtamaa alayhi, wanaposhikamana kwa jambo la Allah wanakuwa pamoja, kwamba Allah anataka tufanye hivi, tusimame usiku tusali, basi watu wale wanasimama usiku wanasali. Bwana mwenzangu, Allah na mtume anatufundisha sisi Jumatatu na Alhamisi kufunga, mtu unapata malipo kwa Allah. Hebu tufunge. Basi hawa wameshikamana, bwana mwenzangu, leo ni Jumatatu, hebu tutekeleze kujaza kapu letu ya amali ambayo itaenda kutusaidia katika maisha ya kudumu. Watu wale wakafunga Jumatatu, wakafunga siku ya Alhamisi, wakafunga ayami al-abyadh, masiku meupe, au wakafunga siyamu Daudi kana yasumu yawman wa yaftiru yawma, wakawa wameshikamana hivi. Watafarraka alayhi, lakini pia watu hawa linapokuja sasa jambo kinyume na maamrisho ya Allah, kinyume na mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam, basi watu hawa wako tayari kutengana. Mmoja akamwambia twenzetu mziki au twenzetu katika kumuasi Allah, mwingine akasema hapana, niko tayari kuachana na wewe kwa ajili ya Allah. Niko tayari kuachana na wewe kwa ajili ya Allah. Nenda. Wako wapi hawa leo? Aina haula? Wako wapi hawa? Tunamuomba Allah tujalie miongoni mwa hao. Na mwingine Mtume sallallahu alayhi akamtaja, wa rajulun da'atuhu imra'atun dhata mansibin wa jamali, na kijana handsome akaitwa na mdada mzuri na mwenye mali, akamwambia mimi nakutaka katika kumwasi Allah. Faqal, akasema inni akhafu Allah, mimi namwogopa Allah. Inni akhafu Allah, mimi namwogopa Allah. Lakini hapa kutajwa tu kijana wa kiume, lakini pia vile vile na binti wa kike akaitwa na mwanaume handsome, ana mali, akawa anamtaka. Na haya hapo humo makazini, mtihani, nendeni humo kwenye viwanda, mtu kiwa una uwezo kidogo anaweza kaja, dada ni mzuri, ana shida, anataka angalau apate riziki yake na watoto wake, basi huyu hawezi kupata kazi mpaka utake kile ambacho nawe unachokitaka. Sasa unataka kazi, sasa si unajua kanuni ilivyo, aatini aataituka, nipe nikupe. Sasa unasemaje? Kama unataka kazi, kazi ipo hapo. Hutaki kazi, basi kauze machungwa na mihogo. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. aqulu qawli hadha wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Mzanguni katika imani, naihusia nafsi yangu kwa mara nyingine pamoja na kuzihusia nafsi zenu katika swala zima la uchaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, tukiwa tunaendelea na khutba yetu ya pili ambayo kichwa chake cha habari kinazungumzia babu alwali aladli, mlango unaozungumzia ukiwa wewe ni sehemu ya kiongozi, basi uyasimamie yale ambayo tayari unayoyatawala kwa uadilifu. Tukaona katika hutuba ya kwanza katika ayati za Allah subhanahu wa ta'ala, na tukaisoma hadithi moja ambayo iko katika sahihi ya Imam Bukhari na vile vile iko katika sahihi ya Imam Muslim, ambayo hadithi hii ameisimulia sahaba al-jalil Abu Hurairah. Lakini kwa kumalizia hadithi haijesha, mtume akawa anaendelea kumtaja mtu mwingine, wa rajulun tasaddaqu bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma yunfiku yaminuhu, na mtu ambaye ametoa sadaka yake, ameitoa sadaka yake, fa akhfaha, akaificha ile sadaka, hatta la ta'lam shimaluhu ma yunfiku yaminuhu, mpaka yule aliye upande wake wa kushoto hakujua kilichotolewa upande wa kulia. Leo tuwaona wengi wenye kutoa, basi watataka mpaka vyombo vya habari viwepo ili aonekane kama yeye katoa, viwepo magazeti, radio, television, na watu mjitame wameona fulani leo katoa, na yeye aje, ndio mimi, kama mlikuwa mnijui mimi ndio fulani, ndio doni wa huu, bila mimi mtasaga meno nyinyi mpaka mnaingia makaburini. Sasa njooni tu nyinyi muombe kwangu, mimi nitakupeni. Huyu hawi bora mbele ya Allah. Anaweza akatoa mabilioni ya pesa akajaza msikiti huu kwa namna hii, alafu akaja mwingine ni pangu pakavu tu, nitilie mchuzi pangu, akaja na shilingi 1000 yake akaitoa kwa ajili ya Allah. Mimi natoa kwa ajili ya Allah, ya Rabbi, ndicho nilichokuwa nacho hichi na ndicho nilichokipata, ya Rabbi nifanyiwe pesi nipate kingi, ya Rabbi nikitoe. Akatoa kwa ajili ya Allah. Basi huyu mwenye shilingi 1000 kani sababu ya kwenda peponi. Huyu aliyekuwa na mabilioni ya pesa lakini ameitoa ili watu waweze kumuona tu, basi ikawa mbele ya Allah ni hadaan manthura, ni vumbi tupu tu. Kile alichokuwa nacho akitoa kwa uadilifu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mtu wa mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam amtaja, wa rajulun dhakara Allahu khaliyan fafaddat aynahu, na mtu ambaye amekaa pembeni anamtaja Allah, fafaddat aynahu, yakamtoka machozi kwa kumwogopa Allah, akakaa akafikiria muda mchache aliokuwa nayo, anaona baada ya hapa mimi nitakuja kuwa niko kaburini, nitaekewa ubao, watu watanifukia na mchanga pale nilipo. Hapana dirisha, hapana mlango, hapana feni, hapana taa, niko dhalili, nimefungwa mfano wa pipi. Nini mimi kitanisaidia? Ni kumwogopa tu Mola wangu, nitende anayoyataka Allah, ndipo nikafurahi pale baada ya kuwekwa mimi na kukaa pale kwa muda ambao mimi siujui, Allah ndiye anayejua. Akabubujika machozi. Leo watu wanalia kwa ajili ya Simba tu kafungwa na Azam, na wengine wako hospitali, na wengine washazikwa. Hebu muangalie nani amelia kwa ajili ya Allah. Zinasomwa aya za Allah, mtu anacheka. Allah anazungumza sehemu kwa ukali, Allah anakukanya wewe unacheka. Kiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alilia
Siku moja kwa kumalizia, alimwambia sahaba Ibn Mas'ud, nisomee mimi Qur'an, kwani napenda kuisikia Qur'ani kusomwa kwa asiyekuwa mimi. Ibn Mas'ud alisita kwanza, kwa nini mimi nisome Qur'ani mbele ya mtume wakati yeye ndio bingwa wa Qur'ani kuliko mimi? Mtume akamwambia soma, ikra, soma. Akasoma surati Nisa, ya ayuha nnasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqu llaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Akaisoma mpaka alipofika wa kaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahid wa ji'na bika ala haula'i shahida. Mtume anamwambia Ibn Mas'ud, hasbuka al'an, basi natosha, usisome tena basi. Wakati anaisoma Ibn Mas'ud alikuwa ameinamisha uso wake hivi akiwa ameinama chini. Wakati anauinua uso wake sasa kumwangalia Mtume, wakati anamwambia basi natosha, usisome, fa idha huwa ainahu tadhriyat, anamwona Mtume macho yake yanachirizika machozi, analia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe unacheka, maneno ya Allah yanakuchekesha wewe leo? Subhanallah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hatuna tadabbur na kauli za Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio maana hazituathiri kabisa. Leo mtu yuko tayari asikilize mziki, anafurahi moyo wake, lakini ukiweka Qur'ani kidogo, ondoa, weka ile ya Diamond ile mpya ile, weka ile ya Konde Boy ile, hali moyo wake haupo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mzanguni katika imani, kwa kumaliza, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha kana umaraukum wa aghniyaukum wa ulamaukum shirarukum fabatni al-ardh khairu min dhuhuriha. Watakapokuwa matajiri kwenu, viongozi kwenu, wanachuoni kwenu ni wabaya, hawa wote hawasimamii katika uadilifu, basi wewe na mimi na mwingine kuwa katika tumbo la ardhi ni bora, yani bora kufa kuliko kuwa uko kwenye mgongo wa ardhi. Lakini akaendelea Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa idha kana umaraukum wa ulamaukum wa aghniyaikum, watakapokuwa watawala kwenu, yani viongozi wenu, wanachuoni kwenu, matajiri kwenu, khiyarukum, ni wabora kwenu, wacha Mungu kwenu, waadilifu kwenu, fa dhuhrul ardhi khairu min batniha, basi kubaki katika mgongo huu wa ardhi ni bora zaidi kuliko kuwa huko katika maisha ya kaburini. Bali insanu ala nafsihi basira, kila mmoja nafsi yake aona. Je, mimi nikiwa kama kiongozi pale nyumbani ni mwadilifu kwa wale ambao nawaongoza? Na mwingine hivyo hivyo. Maana yake kama ni wabaya, basi bora umauti kuliko kuwa uko hai katika zama hizo. Kama watakuwa viongozi, maulama, matajiri ni wema, waadilifu, kila mmoja anapata haki yake, basi kubaki katika maisha ya mgongo huu wa ardhi ni bora kuliko kubaki katika tumbo. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وارض عن الخلفاء الاربعه الكرام سيدنا ابو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن ابي طالب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولانا فيمن توليت
وبارك لنا من الخير فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اكف المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتم، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتم، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.